na Mbosso kani tena. Hili sio jambo la kawaida hata kidogo. Alikiba amekubali kwamba kati ya vesi yake na vesi ya Mbosso kwenye wimbo wa Buju, vesi ya Mbosso ni kali zaidi. Yaani kwa maana nyingine, Mfalme amekubali kwamba amefunikwa na Mbosso kwenye wimbo wa Buju. Robo tatu ya dunia maji, robo tatu yangu mimi. Sasa mara kadhaa nimekuwa nikuambia ni namna gani Mbosso ni msanii fundi sana, ni mahiri katika utayarishaji au kutunga mashairi ya muziki, aidha kwenye nyimbo ambazo amefanya yeye mwenyewe au nyimbo ambazo ameshirikishwa na wasanii wengine. Video iliyopita niligusia kuhusiana na vesi yake kwenye wimbo wa Buju, nikasema kwamba ukisikiliza vesi ya Mbosso kwenye wimbo wa Buju, unagundua kwamba Mbosso ni msanii ambaye anatumia akili nyingi sana katika kuziandaa vesi zake. Lakini unaweza ukazani kwamba au Mbosso amegraduate au amehitimu kozi ya muziki kwa kiwango cha PhD, lakini unagundua kwamba ni msanii ambaye ana kipaji, amebarikiwa na Mwenyezi Mungu ili kutuburudisha sisi mashabiki zake ambao tunampenda na tunapenda kile ambacho anakifanya kwenye muziki wetu. Sasa big news ni kwamba wimbo wa Buju umekuwa na mapokeo makubwa sana ndani ya hii wiki moja, yani siku 7. Ukipita kwenye majukwaa ya muziki inashikilia nafasi za juu zaidi, lakini video ya wimbo wa Buju ukipita kwenye mtandao wa YouTube pale una zaidi ya watazamaji 2.8 na kitu pekee ambacho naweza nikakisema, licha ya kwamba kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi challenge na namna ambavyo watu wanaimba verse ya Mbosso, ukipita pale YouTube huaga wana kitu kizuri sana kwenye video ambayo utakuwa umeiupload kwenye mtandao wa YouTube ikiwa na dakika 3-4 na kuendelea. YouTube waga wana kipengele kile cha graph kuangalia ni sehemu ipi watu wameenda kuitazama zaidi. Sasa ukiangalia kwenye graph za YouTube pale kwenye wimbo au video ya Buju, wanagundua kwamba kwenye sehemu ambayo wameanza kuimba Mbosso au kwenye vesi ya Mbosso watu wametazama zaidi kuliko vesi ya Alikiba. Hii ndio inakuja kwamba ndio maana hata mfalme wa muziki wa Bongo Flava Alikiba mwenyewe amekiri kwa kinywa chake kabisa kwamba amefunikwa na Mbosso kwenye wimbo wa Buju. Na hii si rahisi kukutana na mfalme kwenye wimbo afu ukamfunika. Bro, ujipange. Bana, mimi naitwa Bounce na mimi nawafunika sana hao wachambuzi wenu uchwara kwenye masuala mazima ya utayarishaji au ya utengenezaji wa maudhui ya kiburudani Tanzania. Mnaniita nani sasa hivi? Mnaniita King ndo